Nataka nishukuru Mungu kwa kutupa kibali ili niweze kusema sana pamoja na nyinyi katika kwa neno la Mungu ambaye Mungu ameturuhusu siku ya leo. Kwa majina ni mchungaji Rod Shadrack, nikihudumu na kanisa la UPEC. Nashukuru Mungu sana kwa kunipa hiyo kibali ili niweze kuzungumza pamoja na nyinyi kwa ajili ya neno la Mungu. Ujumbe ni kwamba tuweze kuwa huru kutoka mateka. Nataka tuombe tunapoenda kupata neno la Mungu ili Mungu aweze kutubarikia. Mtakatifu Baba yetu wa mbinguni, asante Jehova kwa wakati kama huu. Asante Bwana kwa kutupa nafasi ili tuweze Bwana kuzungumza na wapendwa hawa Bwana wasikilizaji wangu ili Mungu aweze kutuelekeza. Jehova, tunajua kwamba katika dunia ambayo tunaishi tunaweza Bwana kuwa katika hali ya mateka, lakini Jehova kwa uhuru ambaye Yesu Kristo umetopa tunajua kwamba tutakuwa washindi Bwana. Jehova, ninapozungumza mambo haya Bwana, ninaponena mambo haya Bwana, wacha Bwana ukanipe kibali ili Bwana watu wako barikiwe na kuinuliwa. Na nitakapoona Bwana umetenda mema na kufungwa hata waliofungwa, nitakushukuru Jehova. Naomba Bwana yote nikutuma utatenda kwa jina la Baba, aliye Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi nataka niweze kuchukua nafasi hiyo moja kwa moja mpaka neno la Mungu ambaye tunapata katika kitabu cha mtakatifu Luka mtakatifu mlango wa 8 mstari wa 26 ambaye inataka tuelekeze kuhusu uhuru kutoka mateka. Hilo ndilo neno la Mungu ambaye naamini kwamba kila msikilizaji ambaye ananisikia siku ya leo, naamini kwamba baada ya neno hili kuna wengi ambao watabarikiwa, kuna wengi ambao watainuliwa, kuna wengi ambao watafunguliwa katika hali ya mateka. Hapo 26 ikasema ya kwamba 26 wakafika buane ya nchi ya Wageresi inayoelekea Galilaya, naye aliposhuka buani alikutana na mtu mmoja wa nchi ule mwenye pepo akuvaa nguo siku nyingi, wala akukaa nyumbani ila makaburini. Alipomuona Yesu alipiga kelele, akaanguka mbele yake akasema kwa sauti kuu, nina nini nawe Yesu, Mwana wa Mungu aliye juu? Nakusihi usinitese. Kwa kuwa amemwamuru yule pepo mchafu amtoke mtu yule, maana amepakawa naye mara nyingi, hata alilindwa kifungoni na kufungwa minyororo na pingu. Akafikata vile vifungo, akakimbizwa jangwani kwa nguvu za yule pepo. Yesu akamuuliza, jina lako nani? Akasema, jina langu ni Jeshi, kwa sababu pepo wengi wamemwingia. Wakamsihi asiwaamuru watoke kwenda shimoni. Basi hapo palipokuwa na kundi la nguruwe wengi waliishi mlimani, wakamsihi awape ruhusa kuingia pale, wale akawapa ruhusa. Pepo wakatoka mtu yule akawaingia nguruwe, nalo kundi likatelemka gengeni kwa kasi, wakaingia ziwani, wakafa majini. Bwana asifiwe. Najua kwamba hii ni siku ambayo Mungu ametuandalia ili tuweze kuchunguza kuhusu maandiko matakatifu, na nimewaambia kwamba uhuru kutoka mateka. Neno limetuelekeza kuhusu mtu mmoja ambaye alikuwa ameteseka katika hali ya maisha katika mji mmoja ambaye alikuwa ameteswa na mapepo. Na huyo mtu aliweza kuishi katika njia ambayo hakuwa anajielewa. Maandiko katika hiyo verse 26 kasema ya kwamba huyo mtu alikuwa katika hali ambayo alikuwa ameteseka, hakuwa anajielewa. Katika nchi ya Galilaya, huyo mtu alikuwa akiishi makaburini, alikuwa ameteswa na mapepo. Maandiko akasema ya kwamba naye aliposhuka bwani alikutana na mtu mmoja wa mchi ule mwenye pepo hakuvaa nguo siku nyingi, wala hakukaa nyumbani ila makaburini. Mtu ambaye alikuwa ameishi katika njia ya shida sana. Mtu ambaye alikuwa amefungwa. Mtu ambaye alikuwa hajielewi. Kwa sababu hakuwa anajielewa ni kwa sababu alikuwa amefungwa. Kwa hivyo mtu aliteseka sana. Mtu alikuwa anaishi makaburini.
Mtu alikuwa anaishi mahali ambapo alikuwa na shida sana. Maandiko yakasema ya kwamba Yesu alipofika mahali pale akakutana na huyo mtu. Na alipokutana na huyo mtu ikakuwa ni siku ya faida, siku mzuri sana kwa huyo mtu ambaye alikuwa ameteswa na mapepo, alikuwa amehangaishwa na mapepo. Hapo verse 29 ikasema ya kwamba kwa kuwa amemwamuru yule pepo mchafu akamtoka yule. Maana amepakawa naye mara nyingi, hata alilindwa kifungoni na kufungwa minyororo na pingu. Akavikata vile vifungu, akavikimbishwa changwani kwa nguvu ya yule pepo. Huyu mtu alikuwa akitembea katika hali ngumu ya maisha. Kwa nini mpendwa huyu mtu aliteseka jinsi hiyo? Ni kwa sababu huyu mtu alikuwa amefungwa. Alikuwa katika hali ya vifungoni. Alikuwa katika hali ya mateka. Katika hali ambayo hakuwa anajielewa. Alikuwa anateseka sana katika maisha. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu Yesu Kristo alipokutana yeye, ilikuwa mwisho ya mateso ya huyo ndugu. Alipokutana yeye, yule Mungu Yesu Kristo akamurisha yule pepo ambaye alikuwa ndani yake, ikamtoka. Ni kwa nini mtu anaishi katika hali ya kufungwa, hali ya kwamba hajielewi? Ni kwa sababu pepo chafu atakapoingilia ndani ya mtu atafanya mambo ambayo hajielewi. Mtu atafanya mambo ambayo hataelewa ya kwamba anafanya mambo mabaya. Lakini ni vyema ya kwamba tuweze kuelewa maandiko na tujue kwamba kuna msaada kutoka kwa Mungu ambaye Yesu Kristo alipokutana yeye, msaada ikapatikana. Kwa hivyo nataka nikusihi mpendwa msikilizaji ya kwamba labda kuna maisha ambayo unaishi katika dunia ambayo tunaishi. Labda kuna maisha ambayo jamii yako wanaishi. Labda kuna maisha ambayo unaona ya kwamba kuna mtu fulani ambaye anaishi kwa njia ambayo haifai. Unapokuwa katika hali ya vifungu mpendwa, tunaweza laumiana bure pasipo kujua kwamba huyu mtu ambaye ako katika hali ya kifungu. Nataka nikusihi siku ya leo ya kwamba kama unaona katika hiyo hali ambayo uko, nataka nikusihi ya kwamba Yesu yuko tayari kukutoa katika hali ya mateka. Yesu yuko tayari kukutoa katika hali ya vifungu. Na naamini ya kwamba ukichukua hatua hii ya kusimama na kuita Mungu na kuamini ya kwamba Mungu ako pamoja na wewe, hiyo hali ambao unaishi unaenda kutoka mpendwa. Mtu mwingine anaishi katika hali ya maisha. Mtu mwingine ambaye ameteswa katika hali ya ulevi. Mtu huyo labda achielewi. Ni kwa sababu amefungwa katika hali ya vifungu. Huyo mtu unaweza ambia mambo mengi lakini hata aone ya kwamba anafanya mambo ambayo haifai. Mtu huyo anaona ya kwamba ako sawa sawa. Lakini amini siku ya leo kwamba Mungu ako na sababu kwa ajili ya maisha yako. Katika hali ambayo unaishi, Mungu anaenda kukutoa mahali pale. Unaweza kuwa unaishi na umefungwa katika hiyo hali. Umejiuliza kwamba nitatoka namna gani mahali hapa? Nitatoka namna gani mahali ambapo ninaishi? Lakini wacha nikwambie siku ya leo kwamba msaada ni kwa Yesu. Msaada ni Yesu Kristo. Utakapoamini Yesu Kristo ya kwamba ni mtetezi na ni suluhisho na anaweza kutoa mahali pale, unaweza kutoka mahali pale mpendwa. Mtu mwingine anaweza kuwa na hasira ambayo haieleweki. Mtu ambaye anako na hasira na labda amefungua katika hali ya vifungo ya hasira. Nataka nikwambie mpendwa kwamba utakapoamini Mungu, Mungu atakutoa mahali pale. Wacha nikwambie msikilizaji wangu ya kwamba ukiona mwanamke Msamaria ambaye alikuwa amekuwekwa katika hali ya vifungo, hakuwa anajielewa kwa mambo ambayo alikuwa anafanya. Lakini alipokutana na Yesu Kristo, aliweza kutoka katika hali ya kifungo. Jinsi huyu mpendwa alitoka katika hali ya kifungo. Kwa hivyo nataka nikusihi siku ya leo ya kwamba hata na wewe, haijalishi ni kifungo gani umewekwa, haijalishi ni kiresa gani ambao umewekwa, haijalishi ni umefungwa na nini, lakini Mungu ako na uwezo ya kukutoa mahali pale. Kwa hivyo amini Mungu aweze kukutoa katika hali ya kifungo. Na utakapoamini Mungu utatoka mahali pale. Ukiona huyu mpendwa licha alikuwa amepitia changamoto kwa muda mrefu, lakini aliamini Mungu. Na bila shaka Mungu aliweza kumwezesha. Bila shaka Mungu aliweza kumuonekania. Bila shaka Mungu aliweza kusimama. Kwa sababu tayari alipoulizwa kwamba ni nini iliyo ndani yako, ni nani aliyo ndani yako, akasema akajiona kwamba ni mtu ambaye alikuwa anachielewa, lakini aliona kwamba ni mtu ambaye alikuwa akiluka sawa sawa. Kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anaishi katika hali ya makaburi ambayo sio kawaida ya mwanadamu kukaa mahali pale. Ni kwa sababu ya kifungo ambacho alikuwa amefungwa. Kwa hivyo nataka nikusihi mpendwa msikilizaji kwamba siku ya leo Mungu wako
tayari kwa kutembelea. Yesu ako tayari akufikie na kutoa katika hiyo kifungu ambayo shetani amekufungia, katika hiyo kifungu ambayo shetani amekuweka. Labda kuna roho zingine za laana ambayo zimeinuka kinyume na maisha yenu, imeinuka kinyume na jamii yenu, lakini wacha nikusihi siku ya leo kwamba katika hiyo hali, katika hiyo kategori, katika hiyo kiwango ambao umefikia, ambao unaona ya kwamba maisha ya familia yangu, maisha ya jamii yangu, maisha ya watu wangu, maisha yangu ambayo ninaishi ni maisha ambayo nimefungwa, nataka nikuhimiza siku ya leo kwamba, nataka nikushauri siku ya leo kwamba amini Mungu, na utakapoamini Mungu utatoka katika hiyo kifungo ambao umefungiwa. Labda unaona ya kwamba maisha ya watoto wako haiendi kwa njia ambayo inafaa. Labda kuna kifungo fulani ambao umefungiwa. Hata labda kuna roho ya laana ambayo imefunga jamii yenu, lakini amini Mungu kwamba Mungu anaenda kufungua, na utakapoamini bila shaka Mungu atakuwezesha. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, ni kwamba ninapoenda kuchukua nafasi ya maombi, nataka uamini siku ya leo ya kwamba katika hiyo kifungo ambayo umewekwa, Mungu anaenda kutoa mahali pale. Hiyo kifungo ambayo umekaa ndani yake, Mungu anaenda kukutoa mahali pale. Ni kwa sababu ya maombi na kwa imani ambayo Mungu anaenda kukuwezesha wewe kujua ya kwamba Mungu ako na uwezo na Mungu ako na mamlaka. Kwa hivyo nataka uamini pamoja na mimi ninapoenda mbele za Mungu kwa maombi. Nataka tuamini. Mtakatifu Baba yetu wa mbinguni, na asante Jehova kwa ajili ya nafasi. Bwana umenipa kibali niweze kusema na wasikilizaji wangu Jehova ya kwamba Bwana katika hali ya maisha ambayo tunaishi, labda tunaweza fikia kiwango Jehova ambayo tunaweza ishi katika hali ya kifungo pasipo kujua Jehova, lakini niko na imani ya kwamba Jehova katika hali ambayo umesimama pamoja nasi unaenda kutembelea msikilizaji. Mwingine Bwana amefungwa na roho za ulevi, mwingine amefungwa na roho za usherati, mwingine ambaye amefungwa na roho za maskini, mwingine Bwana amefunga na mambo za dunia hii Jehova, unaenda Bwana kumtembelea na kumfungua. Tazama Jehova jinsi Bwana amenyenyekea, tazama Bwana jinsi amekulilia, Bwana ukamtembelea na kumbikania. Na nitakapoona Bwana mpenda huyo amefunguliwa, jamii yake amefunguliwa, watoto wake amefunguliwa, taifa hili Jehova limefunguliwa katika hali ambayo labda tumeishi Jehova, wacha Bwana ukatende yaliyo mema, na nitakaposhuhudia yale mema Jehova, nitaendelea kukushukuru na kulinua jina lako. Tembea Bwana ukitimiza Jehova, watu wako barikiwa na kuinuliwa. Jehova naomba yote nikiamini kwamba utatenda, kwa jina la Baba aliye Mwana na Roho Mtakatifu. Asante sana mpendwa, na naamini kwamba kwa hiyo imani Mungu anaenda kukutendea na Mungu anaenda kukuonekania na unaenda kufunguliwa katika hali ambayo umefungwa katika ile kifungu. Mbarikiwe sana. Amen.